Kigwen Media, burudani kwa wote. Nyota Kali na wale RDC. Naam, kama unavyoona ni The Blue ambao ni Nyota Kali kutoka halo ya kwanza, wakiwa wanapeana mikono, ishara ya upendo moja kwa moja kwa ajili ya kuelekea kwenye mchezo huu wa fainali ya Msejo Cup ambayo inachukua nafasi hapa kwenye uwanja wa ya kwanza, uwanja wa Tunusha unaitwa. Mimi ni Captain El Milagroso, Kigwen Media, na karibu sana kwenye matangazo ya moja kwa moja. Vijana kutoka DRC wanaitwa JD kule DRC, kama unavyoona jezi zao zimeandikwa DRC Sports, aidha RDC Sport kwa lugha ya Kimombo, wakiwa na uzi mweupe ambao moja kwa moja una rangi za blue, lakini The Blue wao kama kawaida ni timu ya Nyota Kali ambao ina vijana ambao ni hatari zaidi kutoka timu ya Elo ya kwanza Msejo Cup. Mimi ni Captain El Milagroso, like, comment, share, subscribe kwa ajili ya kupata update zetu ambayo kila siku inayoitwa leo. Naam, karibu sana uwanja wa Tunusha, uwanja wa ya kwanza ambako panapigwa mtanango wa finali ya Msejo Cup, na tayari Nyota Kali kubidia ili wanajaribu kucheza, lakini show inaanza kutimua vumbi. Mali wanayo DRC, jaribu kucheza katikati ya uwanja, anajaribu kucheza cross kule, uzi nambari 10 Elias kwenye nafasi, jaribio la kwanza, Captain Fantastic anafanya block na show imeanza kweli. JDO kwa jahazi kule, anajibu mastaka vizuri, uzi nambari 4 Steve, na Mali mezama nje, ndio kabumbu ya kwanza kabisa ya kurusha kwa faida ya timu ya RDC. Done jaribu kuweka Mali mbele kule Faustini, lakini amechezewa mazambi tayari na uzi nambari 5 kutoka Nyota Kali ambaye ni Idi, na ni free kick ya kwanza kabisa ya mchezo. Wananufaika nao Swedi wachezaji kutoka JD Sport ambao ni DRC, daraja la 4. Hawa vijana wanaotimua vumbi, soka la maana wanaipiga na wanajaribu kupaka mafuta ya kawaida, ukuta ambao referee Clovis anawaambia mashabiki mmesogelea sana pitch, na ni nafsi ambayo anaweza kaimarisha vizuri nafasi, na anamwambia subiri tuone. Nyuma ya kabumbu Swedi anacheza cross katikati kule, anakataa Eid, anacheza vizuri nambari 15 mgongoni ambaye ni Clema. Mali mezama nje na itakuwa ni ya kurusha kwa faida ya timu ya RDC. Kapanda uzi nambari 13, jaribu kuweka Mali pembeni kule, lakini Elias anacheza ndivyo sivyo na imezama nje ile. Itakuwa ni mali ya kurusha kwa faida ya timu kutoka Nyota Kali. Rusha Clement anajibu mastaka vizuri Swedi, lakini via Clement anaicheza vizuri sana Lubuku, na Mali imezama nje. Show imeanza kwa spidi kweli kweli, ikiwa ni finali ambayo sio ya kitoto. Kiambiwa finali ni finali brother. Clement jaribu kucheza uzi nambari 10 Majaliwa, lakini anayo Mali Maja, cheza bodi katikati ya uwanja, anajibu vizuri zaidi Lubuku, uzi nambari 10 Elias fatwa na Majaliwa, anampita na wapili, anakichana na Naoza Viki, na anasema kabungu itakuwa ni goal kick. Golikipa Anthony, golikipa Mauridi huyu wa timu ya Nyota Kali, kiwa anaangalia kabumbu ile. Anaanza Naoza Viki katikati ya uwanja, anajibu vizuri Kasongo Ngana Weho ambaye anaonekana kuwa mrefu zaidi katikati ya uwanja, uzi nambari 10 Elias. Anaanza Mauridi katikati ya uwanja tena, cheza moja Kapanda, anajibu acrobatic maridadi sana Viki, jibu Maja, cheza ni kucheze Kashindi, lakini ameshindwa kuzuia Mali Anzu, na Mali mezama nje, jaribu kuelekea lango la timu ya DRC RDC, lakini refa anasema Mali ya kurusha kwa faida ya timu ya Nyota Kali, ambao mashabiki wake wanasikika kwa mbali wakiitikia kazi ambayo wanafanya vijana. Ni corner kick, na tayari anaenda Maja, uzi nambari 10 mgongoni, akiwa na wadhifa na nafasi ya kucheza kona.
Subiri tuone mchezaji ambaye nilisikia ni ligi daraja la 4, lakini nikiangalia nyuso nazoziona tofauti zaidi na wanachotafsiri wao. Cheza katikati kule Maji anazidi unga, Mali inapita. Idi anamwaga cross katikati. Tena kwa Lupanda. Cheza vizuri sana Elias. Relax na Kabombo Faustin. Anayo Mali bado Eric. Jaribu kuondoka lakini Idi cheza boli katikati pembeni kule Omari. Na amecheza ndivyo sivyo. Anthony anachukua Mali ile, akianza katikati ya uwanja, ficha Mali vizuri. Eric anamwekea uzi nambari 7 Faustin, jaribu kumwaga cross pembeni kule, lakini Mauridi goalkeeper anachukua Mali ile na kuianza without losing time katikati ya uwanja. Wanapiga acrobatic nyingi Gedeon. Idi kataa tena, cheza vizuri sana Jack, amachia kwenye njia za kupita. Omari anamwekea Idi. Omari kuja kwa jahazi moja kwa moja mchezaji Gedeon, akivalia uzi nambari 5 mgongoni. Mali ya kurusha kwa faida ya Nyota Kali inayong'aa mpaka usiku. Ni fainali haijawahi kuwa ndogo, ukiangalia fainali ilivyo, ni fainali kweli ambayo inatisha. Idi jaribu kucheza Maja, ficha Mali vizuri. Jack mwekea Idi, lakini kuja kuokoa jahazi tayari Eric, na Mali mezama nje. Kwa RDC anacheza pembeni kule kwa jahazi tayari. Lubuku Naoza Kashindi cheza katikati ya uwanja vizuri. Eric anamega njia za kupita. Faustin atari kwenye lango la timu ya Nyota Kali. Faustin anaingia kwenye box, anawakanga kama chapati wote, lakini wanakutana na Captain Fantastic. Maridadi sana, well done guy, cheza vizuri sana. Angalia performance inavyokuwa, cheza ndivyo sivyo. Omari, Mali na show ya kweli, hii ni show ya kibabe kweli. Wanaanza tena. Omari jaribu kupeleka mbuzi Tombwe. Omari bado anayo Mali, anamwaga cross katikati kule. Anzu cheza ndivyo sivyo. Maja anamwambia simama, anachukua Mali, anajaribu kupiga shuti kule, lakini ficha Clement anajaribu, lakini ameenda ndivyo sivyo. Ni jaribio la kwanza wanapata. Ianza Loboko katikati ya uwanja, anajibu vizuri zaidi Clement, lakini unaambiwa maji yamezidi unga na tayari amecheza mazambi, ikiwa ni foul. Free kick ya kuelekea upande wa timu ya RDC. Maja akisimama nyuma ya mpira, uzi nambari 10. Zinahesabika tambo 9 zile za kiume, na anasema ukuta kujaribu kuzuia Mali ukae huku. Wanasubiri kipenga cha maamuzi kilie, show iendelee. Subiri tuone, anacheza katikati Maja, lakini miguu imeenda Bujumbura, wakati magoli yamebaki Lubumbashi. Huku imekuwa ni jaribio la pili, lakini zote ni off target, direct to free kick ambayo imeenda ndivyo sivyo. Ukiangalia alivyokuwa akijiseti mchezaji mmoja wa wachezaji ambao wana CV ya kutosha, ni mchezaji ambaye nimemwona tayari akiwa anacheza
ligi daraja la pili huyu Luboko. Anacheza tena Maja, cheza ndivyo sivyo. Jacques toa pesi ambavyo sio sahihi zaidi, na mali itakuwa ni ya kurusha, ni goal kick. Naanza Luboko, Korokoshani bado wanazo, chezewa faulu tayari kijana Eric. Luboko tena cheza cross pembeni kule, anajibu Maja, lakini wanayo mali, cheza vizuri sana Clement ambaye sio mzize. Lupanda naoza Kashindi, cheza cross Faustin, jaribu kupeleka mbuzi Tombwe. Faustin anakutana na Idi na anakataa. Ni kona ya kwanza ya mchezo upande wa timu ya RDC. Mchezo ukiwa wenye upinzani zaidi. Mchezaji Lambert uzi nambari 15 ndiye mwenye fadhila ya kucheza kona, anacheza cross katikati kule, golikipa nayo na anaongeza. Jacques anamwekea Anzu, anajaribu kumtepeta kama mchele. Anzu bado anayo mali, anageuza uwanja. Clement Maja anakutana vizuri sana na Eric na anapoteza mali kwa njia za kupita, anatafuta njia wapi. Lambert anacheza moja Diedone na mali imezama nje hii. Omari Faustin, Omari tena jaribu kuondoka na mali, lakini chezewa faulu na Idi. Refa amesema tafsiri yake sio nyepesi zaidi, ni mali ya kurusha kwa faida ya timu ya RDC. Anakuwa jahazi Idi, lakini inaonekana kama amechezewa mazambi na mchezaji Eric. Yupo chini Idi, lakini inaonekana amemdanganya referee. Kiangalia pressure aliyokuwa nayo na aliyodondoka nayo, na ni vitu vinne tofauti. Aswa Viki nyuma ya mpira. Referee anamwambia unachokifanya sio sahihi zaidi. Viki cheza vizuri sana. Die anajibu tena Viki. Elias cheza vizuri Swedi, lakini golikipa Maulid anachukua mali. Alikuwa na delay wakati Naoza alikuwa anamwambia njoo. Anajaribu kucheza Omari, lakini anakichana na purukushani kubwa kutoka kwa mchezaji Luboku. Machia Idi kwa nafasi ya kurusha mali ile. Arusha jaribu kumpa Omari, cheza cross katikati Idi, wanakataa. Maja Anzu kwa jahazi moja kwa moja. Die mali mezama nje na wanaanza Clement ambaye sio mzize, mwekea Anzu,
cheza Elias, chia vizuri Lambert, anakutana purukushani ya Steve, mali bado inaishi. Anzu anajaribu kupiga kofi pembeni kule, lakini hakuna mtu wa kucheza mali ile. Diedone Anzu Maja cheza kule, anakataa Die, cheza tena Swedi, ficha mali Foste, anaambia peke yako Lambert na Justin kwa jahazi. Idi cheza kule na Ozaviki anajibu Mastaka. Swedi anaiweka cross pembeni kumtafuta Captain Fantastic Kashindi, atari kwa lango ya timu ya Nyota Kali, anapeleka mbuzi Tobe. Kashindi na Wisapana anacheza Mazambi naza wa timu ya RDC, na ni penalty wanapata timu ya RDC kutoka Jede ambao wanaitwa RDC Sport. Vijana wachezi maringa hawa, wanacheza kabumbu. Penalty ya kwanza wanapata, na wadhifa wa kucheza penalty anao uzi nambari 7 mgongoni, kijana Faustin anamwambia golikipa Mauridi, njoo brother, ni kutonombe, mimi ni mkoko, lakini kazi ya kutonombe ni ya kwangu, kaa ndani humu nikuonyeshe. Golikipa anaonekana kuwa na huruma zaidi any show ambayo anaonyesha. Refa anamuuliza umekaaje bwana Faustin? Faustin amehama rangu aina, ni goli ya kwanza kwa faida ya timu ya RDC. Wanaenda wanasema si The Blue ambao ni Nyota Kali wanashangaa tu, anakuna wrong way ya maana. Penalty moja nzuri zaidi anacheza Faustin bila shida hii. Alikuwa anajaribu kwenda kushabikia, lakini anaambiwa rudi huku, rudi huku. Jide Idi cheza pembeni kule, anakataa tena. Jedeo ficha mali vizuri. Elias amekia Lambert kwenye njia za kupita offside. Vijana wa RDC wanaimarika zaidi na wanao mahiri wa kutosha. Ukiangalia the way wanapojaribu kucheza kabumbu, si ya kitoto hii. Mwambia Viki anza la kabumbu ile. Cheza kule, anakataa Swedi, cheza vizuri sana Viki tena jaribu kucheza Foste, anaokoa jahazi. Maja anawekea Anzu kwenye njia za kupita, cheza vizuri sana Luboko, anaokoa jahazi na mpira umezama kwenye upango kule. Maja Loboko ficha mali vizuri. Eric anaokoa jahazi tayari. Steve Maja anapoteza mali tena, anamwekea vizuri sana, ficha mali ile, inacheza cross pembeni huku. Idi anajibu Mastaka vizuri, anapoteza mali tena.
Cheza vizuri sana, wow! Cheza vizuri sana Lambert. Anaificha mali, anawakanda kama mwanamke. Ana set, weka shoti kule nje. Second goal! Goli la pili. Shoti moja kweli. Niliona kama nje lakini ni goal. Bao la pili. Bao la pili. Bao la pili. Bao la pili. Wanaandika timu ya RDC. Wana jina lenye mibaraka zaidi hawa. Wanarudi kati tena timu ya Nyota Kali ambao waishakula bomba mbili. Anzu cheza ndivyo sivyo, anacheza kule Kapanda, jaribu kucheza Steve lakini golikipa Anthony anachukua mali ile na anawaza katikati ya uwanja, mali inapita ile, anajaribu kucheza Steve, anaficha mali vizuri kwenye ubora. Justin anacheza tari Kapanda na mali imezama nje. Finali ni finali brother. Na ulianza kama utani, umekuwa mgumu ukiangalia wanavyocheza sasa vijana hawa. Show imekuwa ni ya kibabe kweli. Anagonga kofi pembeni kumtafuta Lambert ambaye ni mwalimu wa kabumbu huyu. Anakutana na Idi na anaucheza mbele kwa kasi zaidi. Maja cheza cross katikati, no foul. Anzu hatari kwenye lango la timu ya RDC. Anzu mawazo mazuri zaidi na nafasi alikuwa anajitengenezea yeye, lakini akashindwa kufanya kile ambacho ni utulivu wa hali ya juu na kufanya deposit. Na nyuma ya mpira ni Anthony golikipa, anamsitia mitambo Loboko, anaanza yeye tu. Eric kia Omari cheza vizuri sana Diedone. Omari ruja katikati kule, mali napita ile, cheza ndivyo sivyo. Walikuwa naiacha imedundia ndani wakati nafasi hatari sana. Idi Jide Maja acrobatic anakataa Kapanda na kabumbu imezama nje kule. Idi Maja cheza tena, mali imezama nje ile. Kashindi Naoza ni moja kati ya mafundi kweli kweli, lakini bado Nyota Kali wamepata changamoto kweli kweli. Mabao mawili ndani ya fainali inakuwa sio tena show game. Kapanda refa anamwambia simama. Anzu Nesbi Omari kutana na Jedeo. Omari
Chana vizuri sana Jedeo. Kuna foul. Corner kick. Mwambia Omar simama brother. Hakuna ulichochezewa kama foul. Ikiwa ni kona ya mwisho ndani ya dakika hizi 45 za kipindi cha kwanza, dakika 5 ambazo ziliongezwa tayari zinatamatika. Amesimama Majaliwa nyuma ya kabumbu, anacheza cross katikati, Anthony ana save, Ndume anakataa, anaokoa jazi Kashindi, na dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika hapo kwenye uwanja wa M ya kwanza. Nyota Kali 0 RDC 2. Mimi ni Captain El Milagroso Coutinho nyuma ya kamera, na hii ni Gwen Media. Tukutane kipindi cha Lala Salama, kipindi ambacho kitakuwa na maamuzi ya nani kuwa bingwa wa Msejo Cup awamu ya kwanza. Naam, karibu sana dakika 45 za kipindi cha Lala Salama Msejo Cup. Nafasi yenye itilafu zaidi, lakini pia fainali yenye upinzani mkubwa zaidi, RDC dhidi ya timu ya Nyota Kali kutoka elo ya kwanza. Na RDC dakika 45 za kipindi cha kwanza ilikuwa zenye faida zaidi upande wa timu ambayo ina rangi ya majivu. Cheza Maja, Anzu, Ndume anajaribu kucheza ndivyo sivyo, anakataa, Kapanda. Jide wa Pemba huyu anapoteza mali, anakutana na Penjo Project. Idi anacheza ndivyo sivyo, purukushani inaendelea kweli kweli, lakini mali itakuwa ni goal kick. Ni kabumbu ya kwanza ambayo inaanzishwa golini pale. Wana jezi za marangi namba tofauti. Anaanza Luboko, anakataa, Viki naoza. Maja, Ndume wa pili anajaribu, lakini imekuwa ni shughuli kweli kweli. Mali mezama nje, itakuwa ni ya kurusha kwa faida ya timu ya Nyota Kali. Anzuruni amekuwa ni mti tu, hamna tofauti ya Anzuruni na Kisiki. Kapanda anamwekea Captain Kashindi, lakini mali imeenda ndivyo sivyo, anakataa kule. Mchezaji Diedone Mesbi cheza vizuri sana katikati ya uwanja. Elias anamwaga mali huku, anaondoka Eric, hatari kwa lango ya timu ya Nyota Kali, lakini Viki ameonyesha na amedhihirisha yeye ni nahodha bwana. Faustin, Captain Kashindi Show anaukanda vizuri katikati ya uwanja. Viki, Ndume anakataa, Jedeo. Diedone anacheza mali ile nje na yupo chini bado, uzi nambari 18 mgongoni ambaye Isaac hazipo. Mesbi, Maja anacheza moja kwa moja kule. Mchezaji Luboko ambao anaonekana kuwa ni moja kati ya mabeki wanaocheza kabumbu ya kutosha kweli kweli. Mali kwao
imetakata, ikiwa ni kona ya kwanza ndani ya dakika 45 hizi za kipindi cha pili fainali ya Msejo Cup. Wakiwa na bendera lao kule nyuma ya goli kama unavyoona, wanaitwa RDC Sport GD, ikiwa na maana DRC Sport G2. Maja anamwaga Majalo katikati Jude, lakini mpira umeenda ndivyo sivyo. Referee anasema it will be a goal kick and not a penalty, kama wanavyotaka wao kupewa penalty ya sahani tu. Golikipa Anthony anamwachia Loboko. Anaanza katikati ya uwanja Loboko, mekia nahodha Kashindi. Huyu Kashindi ni fundi, lakini amekutana na Idi na anaokoa jahazi huku. Mali ya kurusha kwa faida ya timu ya RDC. Loboko anarusha shuti na amecheza ndivyo sivyo. Ole batu bamusuma wanao nafasi ya kurusha kabumbu. Lambert Idi anajibu, lakini wao RDC wanakula faida sasa. Mali mezama nje, kapanda DA, lakini amekutana na wazee wa Penjo Project na mizani melevo ndivyo sivyo. Mali mezama nje na itakuwa ni ya kurusha kwa faida ya timu ya Nyota Kali Jide. Huyu ni Jide wa Buza, ameucheza nje na kabombu itakuwa ni ya kurusha kwa faida ya timu ya RDC. Kapanda Idi cheza ndivyo sivyo. Uzi nambari 10 ambaye ni kijana Elias Ndume anamachia pembeni kule. Omari anakutana na Loboko, analitafuta boksi, lakini kwa Loboko kule labda anagongwa doba la maana. Anacheza cross katikati kule. Maja anakata mauno kuliko kucheza mpira. Huyu Maja mmoja kati ya wachezaji ambao wanaonekana kuwa mizigo kweli kweli, anacheza kule Mezbi nje na itakuwa ni goal kick. Alifanywa settings za maana kweli kweli, lakini akawa na kigugumizi kikubwa tu. Anthony na machia Loboko. Anaanza katikati ya uwanja, anajibu Idi. Cheza vizuri sana Elias Viki. Ficha Mali Majaliwa, no foul. Huyu Omari ni moja kati ya wadanganyifu wakubwa zaidi, mbingwa ataisikia tu. Alikuwa anataka kumdanganya refari, lakini huyu refari anatakiwa kiti chake mbinguni kiandaliwe mapema tu. Ni moja kati ya marefari watakaokuwa na dhamana kubwa zaidi ya kwenda mbinguni kwa mguu. Omar anaambiwa simama. Daka mpira ambao hauna shida kwa fair play, lakini kwa nafasi ambayo sio ndio. Anaanza golikipa Anton, anaupitisha Lambert, aliupitisha Eric, lakini
Kapanda, Jide, Justin, Maja, Diedone, Maja anamwekea Omari, anamwambia funga virago tuondoke, ondoka na mali ile. Omari anacheza cross katikati huku, cheza ndivyo sivyo. Jedon anaokoa jahazi, anajibu tena nahodha Viki, cheza Justin, na offside tayari kwa amejenga banda mchezaji Majaliwa. Loboko anacheza Viki, cheza Diedone, golikipa anachezewa faulu na Captain Kashindi na yupo chini. Ni golikipa mrefu kuliko urefu wa lami huyu. Wanafanya mabadiliko timu ya RDC. Oya, anaingia nani? Anatoka Eric, nafasi yake inachukuliwa na uzi nambari 6 mgongoni, Magnifique. Majina aliyotoka ubaoni haya. Anaanza Viki, anacheza ndivyo sivyo na anawapa mashabiki pass. Kapanda, namba Kapanda, cheza nahodha Elias, lakini anajibu, cheza Jide, Kapanda, nahodha Kashindi anapeleka mbuzi Tombwe, anajaribu kucheza cross lakini anachukua mali ile kwa utulivu golikipa Maurid. Diedone anakataa, Justin Loboko Purukushani ikiwa inaendelea moja kwa moja kipindi cha lala salama. RDC wao wanatamani kabumbu iishe. Ondoka na mali, Omar anacheza boli katikati kule, ondoa jahazi kule, Ndume anashindwa. Huyu Ndume anacheza kama hakula kambini huyu. Ndume, Elias, Kudala Junior, cheza ndivyo sivyo, Kalala, Magnifique. Anao mpira bado lakini tafsiri inasema amemchezea mazambi. Idi hata katikati kule anakataa. Moja kati ya mabeki ambao wana kijiji chao mbinguni ni beki Lubuku ambaye anaonekana kuwa ni bora na ana kila sifa ya kuwa beki bora wa haya mashindano kulingana na performance ambayo nimeshuhudia ndani ya dakika 90 za show ya kibabe. Dakika ikiwa ni ya 86 ya mchezo. RDC 2 Nyota Kali 0 wakiwa wamekula bomba 2 lingatele 2 za mapema tu wanasema Wahindi. Wanacheza cross katikati kule, seti mitambo
wanakutana na Faustin, wakati Justin anacheza, Faustin anakataa. Itakuwa ni last chance for them. They can be looking to score even one, but they don't get the opportunity again to score. Nafasi ambazo wanajaribu kuseti mitambo. Idi cheza ndivyo sivyo. Inakuwa ni goal kick baada ya purukushani kwa ni nzito kweli kweli. Vijana kutoka G2 wameanza kuonyesha ishara ya ushindi. Anaanza katikati, control zimelala. Fini anaongeza jazi mbele lile, lakini hakwenda Magnifique ambaye anacheza kama kiungo mshambuliaji. Omari cheza Vicky, ukimwona Lubuku bas kazi imeisha. Cheza vizuri sana Elias, anakataa. Mesbi jaribu kucheza, Kalala ondoka na mali, lakini mali imezama nje na itakuwa ni ya kurusha kwa faida ya timu ya Nyota Kali, wakati kombe huku tayari linaonekana litaenda DRC hili. Idi anacheza cross katikati kule, wanakataa. Anakataa tena Faustin. Aja kwa Justin. Golikipa Anton anashikilia kabumbu ile, na anaanza katikati ya uwanja. Elias anaweka pembeni kule. Kashindi alikuwa anasema niwekee pembeni kule. Sekunde. Mali itakuwa ni ya kurusha kwa faida ya timu ya Nyota Kali. Amechezewa mazambi Mesbi. Na anaanza Mesbi katikati ya uwanja. Kashindi anaweka kule. Wanaanza Ndume ondoka na mali kwenye seti nzamana. Ukimwona Lubuku basi kazi kwisha. Kashindi muongeze tu moja. Ngoe na kuja. Aliongeza 5 siongeze. Sita juzi kombe. Yeah. Please this hivyo. Utabi ndo. Utabi. Etabi. Nadhani kila mtu ndio mtachezea. Anacheza vizuri. Anakuwa Gedeon. Fini. Mtu anakaangwa kama chapati kwenye kikaangio. Inapigwa cross pembeni kule. Faustin inawekwa pembeni huko, anakataa Vicky. Mmoja kati ya mabeki wazuri kweli kweli. Mesbi, mpira umekuwa ni mzito kweli kweli. Anajaribu kumdanganya lakini anamdanganya na refa, naye refa anapiga filimbi. Walikuwa wanajaribu kutafuta goli la kufuta machozi timu ya Nyota Kali, lakini mipango sio matumizi na Ndume anacheza corner, lakini mpira umeenda ndivyo sivyo, na itakuwa ni goal kick.
Mpira unatembea tu uwanjani. Dakika za jioni ni dakika ambazo ni mbaya kweli kweli. Jana siku mikono ya Rais Mtimbuzi Mnyarwanda yote jitambulisha Loboko anaanza katikati huku. Viki Omari Loboko naoza Kashindi cheza Vini Ndume anacheza tena Kapanda, ameunawa mchezaji Swedi na itakuwa ni free kick ya kuelekea upande wa timu ya RDC. Lakini wanakuambia hivi Irani kule kufukuza Marekani. Angalia wale watu wote wanaenda adabu. Irani wote na aswani mpira Idi anacheza cross katikati kule, mali inapita. Na mashabiki wanasema this is the full time. Fini ondoka na mali, anachezewa foul na mchezaji Idi Asende. Na dakika 90 za mchezo zimetamatika. Dakika 90 zimetamatika. Timu ya RDC wamekuwa ni mabingwa wa Msejo Cup, wakiwa wanaonyesha taswira yenye tabasamu zaidi. Mabao mawili kwa 0 dhidi ya timu ya Nyota Kali, kauli zikiwa zinasikika kwamba wanataka kombe lao. Igwan Media, burudani kwa wote.